Bwana Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2025, kipindi hewani tupelewa riziki yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Tunaendelea na msingi wetu wa 7 wa kufanya ufanikio ya kiuchumi kibiblia ambao ni familia. Na tunaendelea na lile wazo la pili ambalo ni la familia ya Warekabi. Tunaangalizia familia ya Warekabi na makatazo waliopewa na baba yao, na tunajifunza mbinu au misingi ya kusaidia kufanikiwa kiuchumi kupitia ule mfano wao. Nishakupa mambo mawili kupitia ule mfano wa Warekabi. Jambo la kwanza nilikwambia kwamba mambo ambayo yanafundishwa katika ngazi ya familia yana nguvu sana kwenye kuamua hatima ya watoto na familia hiyo. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili nikakwambia ya kwamba jambo lolote ambalo si halali kulingana na Biblia halifai kuwa msingi wako wa biashara. Lenyewe na vitu vyote ambavyo vinajihusianisha navyo havifai kuwa msingi wako wa biashara. Leo nataka nikupe jambo la tatu ambalo tunajifunza kulingana au kupitia kwa Warekabi. Jambo la tatu ni kwamba tufundishane mambo haya kwa ngazi ya familia kwa kiasi ambacho yatakuwa ni tabia. Hakikisha yale mambo unayotaka yawe ni ya msingi ya uzalishaji ya biashara ya familia yako unayafundisha kwenye ngazi ya familia mpaka yamekuwa ni tabia. Warekabi waliwekwa ndani kabisa kwenye kanisa, chumba cha ndani, mahali palipojificha na viongozi wa kanisa ambao walikuwa wanatumia ili wanywe divai. Lakini hata walipowekwa kule waligoma kunywa divai. Kwa nini? Wasema baba yetu ametukataza. Hawakutenda dhambi kwa sababu wamewekwa sehemu ya siri wasioonekana. Walikowekwa hakuna mtu angejua, pengine wangekunywa, ilikuwa ni sirini. Hakuna mtu angejua wangekunywa divai, na wala hakuna mtu angejua, wangetunziwa siri pengine. Lakini waligoma bado kunywa divai kwa sababu kwao imekuwa ni tabia, imekuwa ni tabia. Kwa hiyo usifundishe watoto wako mara moja wala mara mbili, fundisha na simamia mpaka hayo mambo yamekuwa ni tabia kwenye familia yako, na ndivyo ambavyo hawatayaacha hata watakapokuwa wazee, sawa sawa na Mithali 22 ule mstari wa 6. Jambo la 4 ambao najifunza kwa familia hii ya Warekabi ni kwamba watoto na familia wajue ya kuwa kwa kuvumilia na kushika maagizo ya Mungu kuhusu misingi bora ya Biblia kuna thawabu. Wajue ya kwamba kuna thawabu. Wafundishe na waonyeshe ahadi za Mungu ambazo wanapata kwa kushika hiyo misingi. Kwa nini? Kwa sababu misingi yenyewe si mepesi. Na kwa sababu si mepesi ni mambo magumu, watu wanaweza wakakata tamaa njiani. Lakini mstari wa 18 na wa 19 ile Yeremia sura 35 unatuonyesha ahadi ya Mungu. Naye Yeremia akawaambia watu wa nyumba ya Warekabi, Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: kwa sababu mmeitii amri ya Yonadabu baba yenu na kuyashika maagizo yake yote na kutenda sawa sawa na yote aliyowaamuru. Mstari wa 19 unatoa ahadi, thawabu. Basi kwa sababu hiyo Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: Yonadabu mwana wa Rekabi hata kosa kuwa na mtu wa kusimama mbele zangu hata milele. Ahadi ambayo wameahidiwa ili kupata thawabu kwa kuyashika yale ambayo Mungu amewaagiza kuyashika. Fundisha watoto yako ya kwamba kwa kushika yale ambayo Mungu amewafundisha kushika kuna thawabu. Biblia inasema itatufaa nini kupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yetu? Hiyo ni Marko sura ya 8 mstari wa 36. Marko sura ya 8 mstari wa 36 inasema itatufaa nini? Itatupasa nini? Tutafaidika na nini kama tukipata hasara ya nafsi yetu na tukapata ulimwengu wote? Mathayo 16:26 pia anatuambia jambo hilo. Kwa hiyo jifunze kuwaonyesha watoto wako thawabu ambayo watapata kwa kushika misingi iliyo bora ya kifamilia. Hilo lilikuwa jambo la pili ambalo tunajifunza kutokana na Warekabi. Jambo la tatu ambalo tunajifunza kwenye msingi huu wa familia, au wazo la tatu ambalo tunajifunza kwenye msingi wa familia bora ni kwamba tujifunze kutumia muda wa chakula kuongea, kufundisha na kujadiliana na watoto wetu kuhusu maisha yao ya baadaye. Tujifunze kutumia muda wa chakula kufundisha watoto wetu, kuongea nao kuhusu mustakabali wao na maisha yao ya baadaye. Muda wa chakula ni muda wa msingi sana wa kuongea. Watu ambao ni wa saikolojia wanasema ni muda ambao karibu milango yote ya fahamu inakuwa kwenye kazi, inafanya kazi. Kwa hiyo tumia muda wa chakula kufundisha watoto wako. Najua hii ina shida kidogo kwa sababu kiutamaduni tumezoezwa na tumefundishwa kutokuongea wakati wa kula. Hivyo ndio utamaduni wetu wa Kiafrika ambao wanatufundisha tutatemea mate kwenye chakula, na watu wazima wanatukataza kuongea muda wa kula. Lakini huo sio utaratibu wa kibiblia. Kibiblia ukisoma utagundua ya kwamba familia ambazo zilikuwa ni imara na bora ziliongea mambo ya msingi wakati wa chakula. Kwa hiyo wakati wa chakula ni wakati wa msingi wa kuongea. Unaona pia hili tu hata katika utaratibu. Angalia utaratibu wa kawaida wa dunia. Watu wanapotaka kukusanya hera
kwa ajili ya matukio yao mbalimbali. Wanaandaa vyakula, wanaita vyakula vya hisani. Kwa hiyo vinaandaliwa vyakula, vinaandaliwa vinywaji, watu wanakula, wanakunywa, na hapo wanaongea mambo ya msingi ikiwemo kukusanya fedha kwa ajili ya matukio walionayo mbele. Kwa hiyo chakula kinatumika kama njia ya kukusanyia fedha na kuchukua ahadi na michango ya watu. Inaitwa vyakula vya hisani. Hilo ni jambo la kibiblia. Sisi pia kama tunataka kufanikiwa, muda wa chakula tuutumie vizuri kuongea na watoto wetu kwenye familia. Wazazi sasa wako busy, wana mambo mengi wanafanya, na wengi hawaongee na watoto wao kwa kisingizio kwamba hamna muda. Muda pekee ambao kila mtu atakuwa nao nyumbani ni muda wa chakula. Hakikisha unaongea angalau mara moja kwa siku na watoto wako kwenye muda wa chakula. Kwa mifano miwili mitatu wa jambo hili. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 20, Samueli wa kwanza sura ya 20, ile sura nzima ya 20, utaona mfano wa Daudi na Jonathani na mfalme Sauli pamoja na mkuu wake wa majeshi. Na hii habari inatufundisha jambo kubwa sana. Biblia inasema wakati wa mwandamo wa mwezi, hawa ndugu walikuwa wanakaa wanaongea mambo ya msingi ya serikali. Mfalme Sauli anakaa pamoja na mkuu wake wa jeshi, anakaa na Daudi na Jonathani, wanazungumza mambo ya husuyo nchi, tawala wa nchi. Kila anasema mara 2 kwa mwandamo wa mwezi. Kwa hiyo muda wa chakula walikuwa wanautumia kuongea mambo ya msingi. Mstari wa 2 kwa mfano sura 20 unasema, naye akamwambia, hasha, hutakufa. Angalia, baba yangu hatatenda neno kubwa wala dogo bila kunifunulia mimi. Na baba yangu ana sababu gani ya kunificha jambo hili? Sivyo usemavyo. Huo ni mstari wa 2. Jonathan anamwambia Daudi, kama baba yangu anataka kukuua lazima atanifunulia. Naye Daudi mstari wa 5 akamwambia Jonathan, tazama, kesho ni mwandamo wa mwezi, nami unanipasi kukosa kuketi chakulani pamoja na mfalme, lakini niache nijifiche bondeni hata siku ya 3 jioni. Baba yako akiona ya kuwa sipo, basi sema Daudi alitaka sana nimpe ruhusa aende upesi Bethlehemu mji wake, kwa maana iko huko dhabihu ya mwaka kwa ajili ya jamaa yake yote. Basi akisema ni vema, mimi mtumishi wako nitakuwa na amani. Baada ikasirika, ujue ya kuwa amekusudia kunitenda jambo baya. Kwa hiyo unaona, wakati wa mwandamo wa mwezi walikuwa wanaketi chakulani wanaongea mambo ya ufalme. Mstari wa 9, na Jonathan akasema, haya na yawe mbali nawe, kwa maana kama ningejua ya kuwa baba yangu amekusudia kutenda neno baya, je, singekuambia? Basi Daudi akamwambia Jonathan, ni nani atakaye niambia ikiwa baba yako amekujibu maneno makali? Na Jonathan akamwambia Daudi, Bwana Mungu wa Israeli nawe shahidi, nitakapokuwa nimekwisha kumuuliza. Angalia neno kumuuliza, maana yake ni mazungumzo baba yangu, kama wakati huu kesho nitakuletea habari. Mstari wa 24 wanasema, basi Daudi akajificha shambani, na mwezi ulipoandama mfalme aliketi kula chakula. Na mfalme aliketi kitini mwake kama siku zote katika kiti kilichokuwa karibu na ukuta. Jonathan alikuwa mbele yake. Abneri mkuu wa jeshi naye ameketi karibu na Sauli, lakini mahali pake Daudi palikuwa patupu. Lakini Sauli hakusema neno siku ile. Mstari wa 27, hata siku ya 2 baada ya mwandamo wa mwezi, mahali pake palikuwa hapana mtu. Basi Sauli akamwambia Jonathan mwanawe, mbona mwana wa Yese aje kula chakula jana wala leo? Na Jonathan akamjibu Sauli ya kwamba alitaka nimpe ruhusa aende Bethlehem. Na unaona wale maongezi yakiendelea. Mstari wa 32, Jonathan akamjibu Sauli baba yake akamwambia, auawe kwa sababu gani? Mstari ule wa 33, Sauli akamtupia mkuki wake ili ampige. Basi Jonathan akajua ya kuwa baba yake amekusudia kumuua. Na Biblia inasema mstari wa 33, basi Jonathan akaondoka pale mezani mwenye hasira kali, wala hakula chakula siku ya 2 ya mwezi. Mazungumzo haya yalifanyika wakati wa chakula. Muda wa chakula ni wa muhimu wa kuongea na watoto wetu mambo ambayo ni ya msingi yanayopasa mafanikio na maendeleo yao. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho tena kwenye tafakari hii, nikiendelea kupanua jinsi ambavyo chakula ni cha msingi kwenye kujadili mambo ya maendeleo ya watoto wako. Uwe na mwaka mzuri. Badili mtazamo na fikra yako, waanze kutumia muda wa chakula kuongea mambo ya msingi na watoto wako. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Amen.